Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu wana Karatu, nimekuja Karatu. Hii ni mara ya pili. Nilikuja mwaka jana kabla ya uchaguzi wa serikali za mitaa, na leo nimekuja. Hakika mmevunja rekodi ya mkutano niliokuja wa kwanza. Tunawashukuru. Wapo waliowachagua wagombea wetu kwa sababu wameona manufaa yaliyoelezwa na mbunge kwamba Karatu muliteseka, maendeleo yalisimama kwa miaka 25, lakini katika miaka 5 mmeona kasi ya maendeleo chini ya uongozi wa serikali ya Mapinduzi. Matarajio ya umwagiliaji, mabilioni ya fedha yaliyopelekwa bonde la Eyasi, mwingine kwa sababu kapata umeme, mwingine kwa sababu kaona shule, mwingine kapata huduma kituo cha afya na zahanati. Mambo ni mengi. CCM oye! Atakaye kuja Karatu akawadanganya kwamba katika miaka 5 Karatu iko nyuma, kama kuna ambulance ya karibu mwekeni kwenye ambulance, mpelekeni Dodoma hospitali ya Vichaa. CCM oye! Kwa sababu maendeleo haya yanaonekana. Mbunge ameeleza kuongezeka kwa lami inahitaji tochi. Niseme nisiseme? Mimi niliwahi kuwa naibu waziri wa maji, naijua Karatu. Naijua Karatu ambaye kiongozi fulani kupitia mradi wa maji na mamlaka ya maji, yeye alikuwa akifaidika. Hakutaka kuwe na mamlaka ya maji ambayo ina mkono wa serikali. Kwa hiyo ulikuwa ukigusa Karatu kuhusu mamlaka ya maji, kwa sababu wao walikuwa wanafaidika kwa kuwachaji nyie fedha nyingi. Walikuwa hawapendi miradi ya maji ya serikali ije. Nakumbuka nilikuja nikazindua kisima kirefu cha maji kwa mara ya kwanza katika kuenda kutatua tatizo la maji. Leo tunavyoongea, upatikanaji wa maji Karatu mjini ni 79%. Walipokuwa wao, tulikuwa tunauziwa maji na mradi ulikuwa kwao, bei imepungua, na uhakika wa kupata maji ni mkubwa kupitia miaka hii 5 ya serikali ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo Karatu imebadilika. Hali ya maisha hapa Karatu, wananchi wanafaidika sana na utalii. Uongo kweli? Dr. Samia Suluhu Hassan alikaa akatafakari. Rais kwa heshima yake na kuipenda nchi yake akatengeneza ile filamu ya Royal Tour. Leo tunafaidika, watalii wanamiminika Tanzania. Karatu mnafaidika. Piga makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Wakati ule
Wakati ule wao wako madarakani, watalii wakati mwingine walikuwa wanaona hili ni jimbo ambalo lina harakati, lakini sasa hivi Karatu imetulia, watalii wanamiminika. Nimetoka huko, jamaa amenitembeza leo kilomita 2 kutoka huko, tukafikiri tunatembea peke yetu. Wazungu wenyewe wamefurahia, wameshuka, wanapiga picha, wanafurahi kwamba hiki ndio chama chenye amani na utulivu Tanzania. Kwa hiyo tumpongeze Rais Samia kwa kukuza utalii katika mikoa yetu, na nyinyi ni wafaidika wakubwa. Kwa hiyo mambo yaliyofanywa ni mengi, nikianza kuyaongea hapa nitachukua muda mrefu. Wairaki, ndugu zangu wote, nyewe tulikuwa tunaenda kutibiwa zamani, unapita huko Haydom, uongo kweli? Na sisi Wanyiramba tunakutana wapi? Hamkuwa na hospitali, na alipokaa miaka 25 hamna hospitali. Chini ya uongozi wa Dr. Samia mmejengewa hospitali ya wilaya. Sasa haya ni mambo mengi makubwa yamefanyika, na hayahitaji tochi kuyaona. Wanakuja wanasema uongo, wanaadaa watu. Nchi hii ni tajiri, nchi hii umasikini ni wa kujitakia. Halafu wanaambia nyie ni maskini. Hivi kweli nyie ni maskini? Nataka niseme mambo mawili juu ya hoja hiyo. La kwanza, CCM inatambua Wanakaratu ni wachapakazi, ni watu majasiri wanaofanya shughuli mbalimbali za maendeleo, wanashirikiana na serikali katika kujikwamua kimaisha. Akija mtu anakuambia masikini, halafu yeye akihutubia mkutano anapitisha bakuli kukuomba wewe, kati ya wewe na wao nani masikini? Mashahidi kila kukicha unasikia hawa wamehama Chadema, wameenda CCM, wameenda Chauma, wameenda ACT Wazalendo. Na nyie ni waulize, wangapi hapa Karatu kweli walisikia kwamba eti Slaa amerudi Chadema? Wangapi? Haijulikani. Yaani mzee mzima amerudi kule Mbeya, hakuna mtu anahangaika naye. Wameshasahau Chadema imesambaratika. Hata nyie ni kuuliza sasa hivi mzee Slaa yuko chama gani hamjui? Kwa hiyo Chadema sasa hivi imesambaratika, na mimi nawatabiria kama leo wanapata ruzuku ya milioni 107 na bado wanapitisha bakuli, ukija uchaguzi hawatashiriki, na watabiria ikifika 2030 hakitakuwa chama cha siasa, kitakuwa jukwaa la harakati. CCM oye! Kwa hiyo wamesambaratika. Sababu ya pili, hawana wagombea. Walianza na serikali za mitaa, wanasema sisi tuhangaike kwa nini? Wakaweka wagombea 40% tu. Kwa hiyo hawana wagombea wa kutosha. Lakini la tatu, hawakuwa na maandalizi na hawana hela ya kuingia katika uchaguzi.
na kiboko ya yote. Sababu ya 4, Dr. Samia kawafilisi hoja zao zote. Kama walikuwa wanapiga kelele sijui ya dini, Dr. Samia kafanya. Karatu hamna hospitali ya wilaya. Wakulima majibu yamepatikana. Kwa hiyo kila maeneo kwenye hoja zao Dr. Samia amefanya. Kwa hiyo ndio maana wakasema sasa kichaka cha kujificha ni no reform no election, lakini ndani yake ndo hayo wamechoka, hali yao ni mbaya. Kwa hiyo nataka niwaambie hiyo no reform no election hawana hoja. Yaani eti mabadiliko yafanyike ndio uchaguzi ufanyike. Hoja dhaifu wana Chadema mlioko hapa. Safari katika uchaguzi huu, katika karatasi ya kupigia kura utaona mgombea wa Chadema. Hautaona mgombea wa Chadema wa udiwani. Hautaona mgombea wa Chadema wa ubunge. Hautaona mgombea wa Chadema wa urais. Haya ni makosa waliofanya viongozi wenu, lakini hamjakosa haki ya kupiga kura. Haki hiyo mnayo. Ni waombe, kwa sababu makosa yamefanywa na viongozi wenu, na nyinyi mna haki ya kupiga kura. Ni waombe, ikifika kwenye uchaguzi tuijenge Karatu pamoja na mkoa wa Arusha, nendeni mkawapigie kura wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Mimi nimewasikia wakisema kwamba no reform no election imepingwa na watawala. Nikasema hawa wamechanganyikiwa. Nimemwambia Mnyika no reform no election imepingwa na wanachadema wenyewe. Wa kwanza kuipinga ni G55. Waliotaka udiwani, waliotaka ubunge wamekwazwa, wakaipinga no reform no election. Wa pili kuipinga ni Watanzania wenyewe, wamekataa no reform no election. Na nyanyueni mikono mnaikataa no reform no election. Wameikataa. Watanzania wanataka haki yao ya kikatiba ya kuchagua viongozi kila baada ya miaka 5. CCM oye! Kwa hiyo kinachoendelea ndani ya chama chao ndio huko kutapatapa. Niliwasikia na mimi nimewasamehe, kwa sababu sikuelewa mara ya kwanza nilipomsikia mtani wangu Tundu Lissu na Heche walipochaguliwa tarehe 21 walisema tutakinukisha. Sikuwaelewa, lakini nimeelewa. Wamekinukisha, Chadema imesambaratika. CCM oye! Sikuwahi kuelewa, kumbe walikuwa wanamaanisha tutakinukisha, na ikuchukua mwezi wamekinukisha, Chadema imesambaratika. Chama ambacho kilikuwa kikubwa
lakini wale jamaa wametumia miezi miwili tu kwisha. Kwa kweli tuwape pongezi. John Heche na Tundu Lissu wamefanya kazi nzuri. Sio kila kitu tupinge tu. Kazi walioifanya Heche na mzee wenu Slaa naye simemwona, na yeye amekinukisha. CCM oye! Kwa wakati mwingine nikimwangalia Heche nasema well done. Nikimwangalia mtani wangu Tundu Lissu nasema safi. Wale kweli walimaanisha. Tungeweza kupambana huku kwenye kura swini, wale miezi miwili tu chali. Wapigeni makofi John Heche na Tundu Lissu. Wamefanya kazi kubwa ya kusambaratisha Chadema. Lazima wapongeze. Maana ni kazi kubwa. Ninawashangaa. Ninawashangaa wanapohusika wenyewe kuua chama chao kwa mikono yao, wanaanza kutafuta mchawi, serikali, msajili, CCM. Tundu Lissu na Heche mmefanya kazi kubwa. Mmeua chama chenu kwa mikono yenu wenyewe. CCM oye! Chama hiki hakiaminiki, na msiendelee kukiamini. Ni waongo, wanadaa. Waliambiwa nyinyi mmepata viongozi sio halali. Si unamjua yule John Heche? Msajili, usituingilie, tutakushitaki. Haya, usichezee hela bwana. Jamaa kabinya ruzuku kwa sababu viongozi sio halali. Jana wamekaa kikao, tumewaondoa tena kwa haya. Sasa waliobaki wanakaimu, maana yake wametii. Lakini walisimama huko wakasema huyu watu babaishi lolote. Usichezee njaa. Njaa imewageuza Chadema. Ule ujasiri walionao haupo. Alafu walivyo waongo. Tumebadilisha uongozi, wanakaimu, na huyu aliyetunyima ruzuku tunaenda mahakamani. Waongo. Wametii amri. Nchi inaongozwa kwa sheria. Tusiwadanganye wananchi. Tusiwadanganye wanachama wetu. Mlipokosea semeni tumekosea. Ndio maana wanakuja huku wameishiwa hoja. Waliongea mahali eti sisi tukishika nchi tutalipa pensheni bodaboda wote, mamalisho wote, Watanzania wote. Nikasema Heche, ni mambo makubwa madogo yamekushinda. Utalipaje pensheni moja? Haushiriki katika uchaguzi, utapataje madaraka hayo? Ni uongo. Lakini la pili, unalipaje pensheni wa Tanzania wakati wewe unadaiwa mafao na makatibu 8 tu wanawapeleka mahakamani? Utalipa pensheni za Tanzania wote? Makatibu 8 wakanda wanawadai, wanataka kuwapeleka mahakamani, utalipa pensheni bodaboda wewe? Wamechanganyikiwa. Tuhitimishe, wamechoka. CCM oye!